Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtazamaji wa Naso TV, wakati haurudi nyuma. Mimi ni Al-Habib Sheikh Mungia. Leo niko eneo la msikiti hapa ndani ya maeneo fulani jijini Dar es Salaam, na nimeamua kumtafuta mmoja wa mahatibu ambaye pia ni mwalimu wa madarasa. Huyu niko naye hapa kuweza kuzungumza nami, lakini pia kukupa faida wewe ambaye unayafuatilia haya. Narejea kuambia hii ni Naso TV. Nyuma ya kamera yuko Osama. Mimi ni reporter Al-Habib Sheikh Mungia. Naam, Sheikh Omar, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikumusalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukiwa tumeanza hivyo, ni moja ya vipindi bora kabisa ambavyo utakuwa unavisikia unaviangalia kupitia hapa Naso TV, na kipindi hiki utakuwa unakiona kila siku ya Ijumaa biidhnillah. Endelea kuniombea Mungu, mimi naendelea kukujuza haya, lakini na wale ambao nitakuwa niko nao katika majambo ya kheri yote ambayo wewe utakuwa unapenda kuangalia. Lakini tuko na Sheikh Omar hapa, kama vile ambavyo nimekuambia mwenyewe, nakwambia sio shekhe sana, napenda kuitwa maalim ama ustadhi kwa lugha iliyo nyepesi. Ustadhi Omar, leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, tuko hapa lakini lengo kuwajuza watu maandalizi ya Ijumaa, kama vile ambavyo imezoeleka kwa maandalizi yanatakiwa yafanyike siku ya Alhamisi ili Ijumaa uamkie tu kwa ajili ya ibada. Tuanze hapo. Shukrani. Na nashukuru kwanza kwa mkurugenzi mkuu wa vipindi na mratibu mkuu wa vipindi na wote ambao wamejaliwa kuiandaa neema hii kufikiria kufanya kitu cha aina hii. Kabla tujaendelea maandalizi ya Ijumaa, kwanza tunatakiwa tufahamu kwa nini Ijumaa. Ijumaa imetambulika kama Sayyidul Ayyam, ni bwana wa masiku yote. Yaani haya masiku unaona Jumamosi, Jumapili na masiku mengine, lakini Ijumaa ndio bwana wa masiku yote. Lakini pia Ijumaa ni Eidil Usbu'i, ni sikukuu ya wiki. Kuna wengine huenda wafahamu kwa nini watu Ijumaa wanapania sana katika mavazi, wengine wanakwenda kula biriani, wengine wanafanya hivi, wengine wanafanya, kwa sababu Ijumaa ni bwana wa masiku yote, lakini Ijumaa ni sikukuu ya wiki. Yaani kwa wiki kuna siku moja inakuwa sikukuu. Lakini pia Ijumaa kuna saa maalumu, saa ambayo dua zinajibiwa. Na Ijumaa inapendekezwa mavazi maalumu ambayo yanatakiwa kuvaliwa. Lakini hususan mtu unatakiwa uwe umejipamba. Hayo mapambo ya Ijumaa, hayo mambo yanatakiwa yafanyike Ijumaa, sikukuu nini kifanyike, ni kitu ambacho kinaandaliwa kabla ya kufika Ijumaa. Hata haya tunawazungumza inapaswa uyasikilize leo ukayatumie Ijumaa ijayo. Na laiti kama zile Ijumaa, zile hutuba ambazo zinasomwa na maimamu tukaenda kuzisikiliza, tukaja kuzifanyia kazi kwa wiki, yani ukaamua kuifanyia kazi hutuba hii, wiki ya hutuba hii, mimi na hakika tutafika mbali sana kupitia Ijumaa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu awalipe kheri wale ambao wameiandaa kipindi, wameandaa harakati kwa ajili ya kuielezea Ijumaa. Na Ijumaa ina maandalizi mengi. Miongoni mwa hayo maandalizi katika sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kukoga na kupiga mswaki. Sasa leo hii sitozungumzia zote, maana kuna kukoga, kupiga mswaki, kupaka manukato, kuvaa mavazi meupe. Maana watu hawakuambiwa kanzu ni mavazi meupe, kwa sababu kipindi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hata tamaduni zao namna walivyokuwa wanavaa vingine. Kwa hiyo hatuwezi kulazimisha tamaduni ya huku tuilete huku, lakini Uislamu unaelekeza Ijumaa ni sunna. Sio lazima, ni sunna. Kwa hiyo usije kama mtu Ijumaa akuvaa nguo nyeupe ukasema labda amekwenda vibaya akakosea, hapana. Sunna ni kitu ambacho kikifanya unapata thawabu, kikiacha hupati dhambi. Sunna. Kwa hiyo tutazielezea baadhi ya sunna za Ijumaa. Na katika sunna hizi mbili ambazo nimezisema, kukoga na kupiga mswaki, ni vitu muhimu sana, kwa sababu hata katika njia za kutafuta elimu, yani za mtu anatakiwa kusoma, njia ambazo anatakiwa kufanya mojawapo nayo kupiga mswaki. Yani kupiga mswaki kuna nafasi kubwa kabisa, na kukoga kuna nafasi kubwa kabisa, kwa sababu Uislamu mara nyingi napenda kusema Uislamu ni sop, sio nyaku. Yani Uislamu ni usafi, al-Islam nadhifu fatanadhaf. Na maandalizi haya tunaosema kukoga, kufanya hivi, yasiwe ya kimavazi tu, hata ya kinafsi, hata ya kiroho. Wengine wanapenda kusema hivyo, labda ndio tutaelewana kwa sababu ndio Kiswahili ambacho kinatumika sana. Yaani tunavyoambiwa Uislamu ni usafi, na tunatakiwa tuende Ijumaa tukiwa wasafi, tunatakiwa tuwe wasafi wa nafsi. Umeona, kama kuna changamoto yote tunatakiwa uzitatue. Yaani uwe msafi wa nafsi, uwe msafi wa roho, uwe msafi wa mambo mengi mazuri. Kwa hiyo tunavyosema mtu kukoga ukajua ni maji tu kujimwagia mwili wako, kufua nguo tu, unaweza ukawa msafi wa nguo lakini ukawa mchafu. Kwa sababu kuna aya inasema takarraba uliana wala ukana kasia. Yaani kuna watu wanaonekana wamevaa lakini wapo uchi.
Yani mtu unaweza ukamwona kavaa lakini kumbe kikawaida yupo uchi. Kwa sababu yupo uchi vipi? Ina maana anashindwa kujihifadhi yeye kutokana na nafsi za watu wengine na uharibifu wa hapa na pale. Kwa hiyo ni kipindi ambacho mimi niseme tutawaletea mengi mazuri, kwa sababu kama watu wanatenga muda kuangalia jambo kama hili na tumeliandaa hivi, usia wangu tusiache kufanya kitu kama hiki, na mtazamaji usiache kucomment na kulike na kufanya mazuri. Kama kuna sehemu unakuwa una swali unauliza, ili Ijumaa ijayo uweze kujibiwa. Lakini ukiwa unatazama leo hii umeangalia kuna kitu umekiona kipo sawa, ukaamua kuacha, ujue umeuacha Uislamu wako, umeiachia hiyo siku, yani dini yako ndo unairudisha nyuma. Lakini ukapata kucomment pale, ukatafuta lugha nzuri au ukatafuta mawasiliano mazuri, bwana Naso TV naona hili jambo mmeliandaa hivi, kitu lifanye hivi, mimi na hakika litafika sehemu pakubwa sana. Kwa sababu siku moja nilikuwa nawaelekeza watu, walikuwa tunaongea katika Ijumaa, niliwaambia mafanikio ya mwanaume yanategemea na mwanamke, yanategemea na mwanamke, yani anasimamiwa na nani? Na mwanamke. Kwa hiyo kuna watu walinielewa vibaya. Walinielewa vibaya vipi? Wakajua mwanamke kwamba yule mkeo. Hapana. Yani mwanamke wewe umekuja kutumia tu mali ya mumeo. Wewe unatumia mafanikio, wewe sio ule ukopo nyuma yake. Nyuma, kwa sababu mafanikio mwanamume nyuma yake lazima apatikane mwanamke imara. Mwanamke imara sio mke au mahusiano hivi na hivi. Mwanamke imara ni mama. Mama. Kwa hiyo hawa wazazi wana nafasi yao kubwa sana katika kutuandaa sisi. Hata hivi mpaka tunafikia hapa, wazazi tunajua wameparticipate sehemu kubwa sana. Na hata katika mafanikio ya mwanaume, ya mwanamke nayo kuna mwanaume huyu sio mume, ni baba kwanza. Alafu mume anafuatia pati nyingine. Kwa haya yote ambayo tunapaswa kumwambiana siku za maandalizi ya Ijumaa, kwa sababu ukienda Ijumaa unatakiwa umesafika kiroho, umesafika kimavazi, umesafika kimambo tofauti tofauti. Sio tu maandalizi haya tutakuelezea zile sunna za kukoga, tutakuletea vitu ambavyo vingine hukupasa kuvifahamu, kwa sababu kuna watu walikopoa wajui kama Ijumaa ni sikukuu ya wiki. Kwa hiyo tutawaelekeza namna gani sikukuu mtu anatakiwa aiende. Watu wengine walikuwa wajui kani bwana wa masiku yote. Hawajui bwana wa masiku yote anatakiwa afanywe vipi. Huenda mtu siku ya Ijumaa kuna watu wameandaa wanafanya dua. Siku ya Ijumaa kuna watu wanaambiwa tukifika msikitini unakwenda kupata ngamia mzima ukiwahi muda huu. Ukiwahi muda huu kuna hivi, ukiwahi muda huu kuna hivi. Kwa vile vitu wanapaswa watu waambiwe kwa yakini vizuri. Kwa sababu tunapokwenda kuinda mishale tumpe mwenye shabaha. Yule ambaye anaweza kusema kwa Naso TV mimi niwapongeze katika hili. Yaani mabosi wetu kama hawa wakitokea 5 6 jamii itanyoka. Kwa sababu watu wanakumbuka mambo mengi ya ovyo. Yani mtu anaandaa media, anaandaa labda vipindi, lakini haandai kipindi kwa ajili ya dini yake. Haandai kipindi kwa ajili ya jamii, kwa sababu yani dini ndio maisha yenyewe. Dini ndio jamii. Unavyozungumzia dini ndio unazungumzia jamii. Mtu ambaye alokosa dini kakosa utu kabisa. Yani kama mtu hana dini basi na utu hawezi kuwa nao. Kwa hiyo mimi niseme watu waendelee kutazama, waendelee kusubiri, mambo mazuri tutawaandalia, mazuri yatakuja, mafanikio yapo karibu. Mafanikio yapo karibu sana, ila tu yapo pamoja na wenye kusubiri. Tulisubiri muda mrefu na hakika mambo mazuri yako njiani. Alhabibi Mungia, wewe ni mtu ambaye nasema ni mtu makini, kwa sababu nimeanza kukufuatilia toka nasoma. Niko kwa mashehe mbalimbali nasoma na kuona na kuja unafanya vipindi, unafanya hivi. Lakini pia nipo katika shule hizi za sekula na kuona unafanya harakati nyingi za dini. Kwa hiyo kuna mengi na hakika mpaka hili mmeliratibu, umeamua kuliandaa, akili yako ipo. Katika akili yako mimi naamini kutokana na akili yako. Nikushukuru. Ni maneno haya na malizia Ustadh Omar Likinge hapa, lakini ni kipindi ambacho utakuwa unakiona kila siku ya Ijumaa, nikiwa na khatiba wangu hapa, nikiwa na imamu wangu hapa, nikiwa na mwalimu wangu Omar akikujuza wewe namna gani ya kuiandaa siku ya Ijumaa. Je, unatakiwa uiandae Ijumaa yenyewe ama uiandae siku moja kabla? Yote hayo utayapata kupitia hapa Naso TV. Wakati haurudi nyuma. Nyuma ya kamera yuko Osama. Mimi ni Alhabibi Sheikh Mungia Babyface, sura ya kitoto. Endelea kuangalia Naso TV. Wakati haurudi nyuma. Wabillahi tawfik.